mpenzi mtazamaji wa runinga na enzi ya KBC Channel 1 mahali popote ulipo, ni saa 2:10 saa za kanda ya Afrika Mashariki. Karibu kwenye kipindi Good Morning Kenya na Zinga kupitia runinga yako na enzi ya KBC Channel 1 na vile vile pia KBC Radio Taifa Sauti Mkenya. Ni kipindi ambacho mpenzi mtazamaji wa kinasikika na kutazamwa kila siku ya Jumanne kuanzia saa 2 hadi saa 3. Kwa hiyo wasikilizaji wa Radio Taifa wanapata fursa kuweza kusikia tunayozungumza, na watazamaji wa KBC Channel 1 vile vile pia wanapata fursa ya kuweza kujua yapi ambayo tunazungumza. Leo ni tarehe 2, mwaka ushaisha na tumebakia na kama siku 29 tuingie mwaka wa 2026, mwaka ambao utakuwa na shughuli nyingi sana za kisiasa, ikiwa ni mwezi Disemba mwaka wa 2025. Kwa mlahaka mwema, karibu sana, tuanze kipindi mpenzi msikilizaji mtazamaji. Kumbuka uchaguzi mdogo wa wiki iliyopita umeibuka kama kioo cha kuonyesha sura ya siasa za taifa letu la Kenya. Kwa sasa umeibua taswira ya ushindani mkali, mbinu za kisiasa, changamoto za kiusalama na majaribio ya kupima taasisi za uchaguzi. Katika baadhi ya maeneo matokeo yalionyesha nguvu ya vyama vikuu nchini, huku maeneo mengine yakitoa matokeo yaliyofuata mjadala kuhusu mabadiliko ya mienendo ya wapiga kura. Zaidi ya hayo, uchaguzi huu umefungua ukurasa mpya mpenzi msikilizaji kuhusu uhalisia wa utawala wa sheria wakati wa chaguzi ndogo, taswira ya uaminifu kwa umma na vile vile pia IEBC mpya na nafasi ya mashirika ya uangalizi kama ELOG katika kuongoza mazungumzo kuhusu utendakazi wa mchakato mzima. Kutusaidia kuchambua swala hili ndani ya studio ninao wageni watatu studioni. Kwanza nianze na mgeni wangu katikati, Bwana Mule Musau. Karibu sana Bwana Mule Musau. Asante sana. Ambaye anatoka maendo mkuu wa kitengo cha sekretariati ya ELOG, na vile vile pia upande wangu niko naye ndugu yangu hapa ambaye tutakuwa tunachanganua naye vile vile, Steven Nyaga. Karibu sana Steven. Shukran. Na mbali kabisa vile vile pia tuko naye mtaalamu wa masuala ya sheria za uchaguzi na utawala, Bi Luciano Fuo. Karibu sana. Asante sana Rashid. Moja kwa moja nianze na hapa katikati, ndugu yangu kutoka ELOG. Labda kwa muhtasari, kwa kifupi, hebu tueleze hisia zako kwa ujumla kutokana na zile chaguzi ndogo ambazo tuliziona wiki iliyopita siku ya Alhamisi. Well, asante sana Rashid. Sisi kama waangalizi wa uchaguzi la kundi la ELOG tuliweza ku deploy observers ambao walikuwa 100 kwa maeneo yote 22 ambako kulikuwa nafanyika zile chaguzi ndogo, na tukatoa taarifa ama ripoti yetu ya awali ambayo ilikuwa inazungumzia yale ambayo tuliyashuhudia, yale ambayo tuliyaona, na kati ya yale ambayo tulipatia kipaumbele ya kwanza kulikuwa kwamba tuliona kwamba ule uchaguzi ulikumbwa na vurugu nyingi sana maeneo tofauti. Ukiangalia kule Kasipul Kabondo, kule Malava, kule Mbeere North, kumekuwa na vurugu ama kumekuwa na ile violence election related violence ambayo imekumba hizo maeneo kabla ya uchaguzi mwenyewe, kukizingatia kwamba kulikuwa na campaign period ambayo iliendeshwa kabla ya uchaguzi na pia siku yenyewe ambayo ilikuwa ya uchaguzi. Hilo la kwanza. La pili, waangalizi wetu pia waliweza kushuhudia kwamba kulikuwa na interference kadhaa kutoka kwa wanasiasa. Kuna watu ambao walikuwa hawajaruhusiwa ama hajapatiwa zile accreditation za kuweza kuwa kwenye vituo vya upigaji wa kura. Wengi wao waliweza kuingia kwenye vituo kama hivyo, hawakudhibitiwa. Na hiyo pia tukaona kwamba ilikuwa ni hatari kubwa kwa uchaguzi wetu. Na hayo ni yale mambo ambayo kulikuwa na unajua kwamba kulikuwa pia na tulikuwa kuangazia mambo ya utendakazi wa IEBC kwenye uchaguzi wenyewe. Hali ya usalama haikudhibitiwa vile tulikuwa tuna expect kwamba wale ambao idara ya polisi watachukua hatua, lakini pia IEBC nao japokuwa walifanya kazi yao vizuri, tukiangazia masuala kadhaa kwamba kama kufungua vituo, uendeshaji wa kura ndani ya vituo, ule kuhesabu kura, hapo kazi yao walifanya vizuri. Lakini mahali tulipata dosari ni kwamba kulikuwa na idadi kubwa ya wale ambao walikuwa wanasaidiwa kupiga kura. Asilimia kati ya zile vituo ambazo tulienda, asilimia 65 ya vituo ambazo tulienda kulikuwa na watu walikuwa wanasaidiwa kupiga kura, na wengi wao walikuwa wanasaidiwa na wale presiding officers
ambao kisheria wanakubaliwa, na Luciano atakueleza wanakubaliwa, lakini tunatarajia kwamba kutakuwa na records za kuoneshana kwamba ule presiding officer ndiye amesaidia mpiga kura fulani. Wako anaweka zile records kama zile. Kulikuwa pia na shida ya kuna asilimia vituo 15 asilimia 15 ya vituo ambazo tulitembelea, tuliweza kuona pia ile secrecy of the vote imekuwa violated. Unapata kwamba kuna mpiga kura anakuja akienda kwenye kile kiboksi cha kupiga kura, anapiga picha ya ile kura vile amepiga, ni kama ameagizwa kutoka kule nje kuambiwa kwamba lazima udhibitishe ama tudhibitishie ulipiga kura pande gani ndio mpesa ifanye kazi, labda kitu kama hicho. Sasa hiyo pia ilikuwa ni kukiuka sheria za uchaguzi, ukikumbuka kwamba principle moja ambayo ni muhimu ya uchaguzi wetu kwa article 81 ni kwamba uchaguzi wetu ni wa secret ballot. Haupaswi kujua mimi nimepigia nani. Kwa hivyo hili ni ishara ya kwamba kulikuwa na dosari kadhaa kwenye upigaji kura mwenyewe. Kwa hiyo hapo ni ndani ya vituo. Na la mwisho ambalo nazungumzia ni vyama vya kisiasa ambavyo hatukuona na wanasiasa hawakuwajibika vile ipasavyo. Kuna code of conduct ambayo kila chama na kila mwanasiasa ama candidate yote wana sign na IEBC kwamba tutafanya hivi na tutafanya hivi. Kuna masuper agents, watu wanaitwa masuper agents ambao hawajapatiwa accreditation na IEBC, wanatembea kwenye kituo moja mpaka kingine, huko wakibebana na vijana ambao wanatembea nao, wengine ambao marungu na hawana idhini ya kuingia kwenye vituo, na wale walikuwa pia na access zile polling stations. So ni tabia ambayo sio tabia ambayo inafaa kuwa inatoka kwenye viongozi wa chama. Na la mwisho kabisa ni tuliona pia vitengo vya serikali ama public officials pia wakitumika kwenye ule uchaguzi. Kumbuka kwamba public officials hawafai kuwa wanafanya campaign, lakini umeona kutoka deputy president, kuna speaker, kuna cabinet secretary, wote walikuwa kwenye uchaguzi. Ili hapo bwana Musa, wale ni wanasiasa na palipo na siasa uwezo kosa wana sasa. Nirudi kwake ndugu Stephen Nyaga ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi, masuala ya kidiplomasia na mahusiano ya kimataifa. Bwana Stephen Nyaga, labda kwa kifupi, uchaguzi ule mdogo uliofanyika siku ya Alhamisi, unakubaliana na aliyosema ndugu yetu kutoka ELOG? Asante sana kwa nafasi hii. Jambo la kwanza ambalo ningependa kusema, taswira ya kisiasa humu nchini baada ya chaguzi ndogo zilizofanyika inaashiria kuwa kuna matumaini na vile vile kuna changamoto. Lakini cha muhimu kwanza ambacho ningependa kusema, Kenya ni demokrasia ya kikatiba. Na katiba inasema Kenya ni demokrasia ya vyama vingi, katiba katika kipengele cha 4(2). Demokrasia ina kanuni zake mahususi, na hizi kanuni kwa mfano uhuru wa kupiga kura na uchaguzi, na vile vile inahakikishia wananchi hiyo nafasi ya kujieleza katika kuchagua viongozi ambao wanaona wanafaa. Chaguzi zilizopita zinaonekana ziligubikwa na hali ya vurugu. Kulikuwa pia na ukiukaji wa sheria za uchaguzi, kama vile tuliona viongozi wa ngazi za juu katika serikali wakihusika, na tena pia hali ya uongaji wa wapiga kura. Hiyo yote inaonyesha kuwa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka kuna jukumu kubwa la kuhakikisha Wakenya wamepata viongozi ambao wanastahili, ili kuhakikisha nchi inaendelea mbele bila shida yote. Ile ningependa kusema pia kuhusu hizi chaguzi, vyama vya kisiasa ilionekana zilichukua nafasi hii kama kujaribu kujipima nguvu kimkakati na kuangalia siku zijazo, pengine uchaguzi mkuu utakavyokuja, watakavyokuwa wamejiandaa. Lakini matumizi ya makundi ya vijana kuzua fujo imekuwa ni changamoto kubwa katika demokrasia yetu. Na
kama nilivyosema hapo awali, demokrasia na kanuni zake, na vurugu si mojawapo ya zile kanuni ambazo natarajia katika demokrasia. Kuna mataifa mengi barani Afrika kama vile Botswana, unaona pia amepiga hatua mbele ikifika ni masuala ya demokrasia, taasisi ambazo zimeimarika, udhabiti wa kisiasa na mabadiliko ya kisiasa ambayo hajakuwa kileta vurugu. Kwa hivyo tunaona pia demokrasia yetu tunapiga hatua mbele, lakini lazima tukue pia uangalifu, tusikuje tukakuta pia tumeanza pia kurudi nyuma. Na Bi Luciana amezungumza swala la vurugu za vijana kwamba si katika demokrasia. Kanikumbusha jana Rais Daktari William Ruto akitoa agizo kwa maafisa wa polisi kwamba serikali yake itokubali swala lolote la kiuhuni. Na mtazamaji, kumbuka hii leo Rais Daktari William Ruto hapo jana baada ya kuhudhuria ile hafla ya kufuzu kwa machifu na manaibu wake, leo basi kuna hafla itakuwa inafanyika katika Ikulu, ambapo ikiwa tayari tutakuwa tunakupeleka kule, na naona tayari machifu na manaibu wao tayari washaanza kuingia. Lakini nirudi kwa Bi Luciana, hali iko vipi? Ulitazama jinsi ulipokuwa hapa wiki iliyopita, tulizungumzia kabla ya uchaguzi mdogo, na sasa sijui unaweza elezea vipi baada ya uchaguzi mdogo? Asante sana Rashid. Ni vizuri tukumbuke kuwa uchaguzi haufanyiki siku ya uchaguzi peke yake. The entire environment ya uchaguzi ni muhimu. Na katiba inazungumzia swala la free expression of the will of the voters. Na ukiangalia article 81 na article 86 inasema kuwa mpigaji kura akipiga kura lazima awe huru. So they should be free from violence, free from intimidation, free from inducement. Wakati kuna vurugu ambayo inaonekana siku ya kupiga kura, mpigaji kura hana uhuru wa kupeana the free expression of their will. Na tuliona tukua mfano wa Malava constituency, aliyekuwa mwaniaji mmoja wa kiticho cha Malava, Bwana Seth Panyako, alishikwa na askari asubuhi ya kupiga kura. Na ilisemekana pia usiku alikuwa amejaribu kumteka nyara na kumuua. So mimi kama askari ama wahuni, Walisema pia alikuwa askari, hatukujua kwa sababu hakukuwa na investigation ambayo ilifanywa, right? Lakini ilisemekana pia waliharibu mali, waliharibu hoteli. Kwa hiyo mimi kama mpiga kura wa Malava nitakaa kwangu nyumbani badala ya kwenda kupiga kura, sababu si kama mwenyewe Seth Panyako anahofia maisha yake. Mimi kama mpiga kura nitafanya nini? Right? Alafu tulisikia pia rais jana akisema kuwa watafanya uchunguzi. Lakini ukweli wa mambo ni kuwa kulikuwa na wahuni pande zote. Kulikuwa na wahuni ambao tuliwaona wakiwa wanafanya uhuni mbele ya macho ya polisi. Na wanapokea the protection of the police. Na tuliona pia the former attorney general na wengineo wakiwapiga watu wao wenyewe. Kwa hiyo pande zote mbili zilihusika katika hiyo violence. And that environment haiwezi kubali kuwe na the free expression of the will of the voters. Kwa hiyo ni vizuri tuseme ukweli kuwa hizi chaguzi za Alhamisi iliyopita zilikuwa very high stakes. Alivyosema mwenzangu, tulikuwa tunapimana nguvu. Ukiuliza the average voter, yule ambaye alikuwa anapigania hicho kiti alikuwa anasimamia nini, hawajui. Sababu ilikuwa hizi political parties zilikuwa zinapimana nguvu kuashiria vile 2027 itaenda. Na nilivyosema wiki iliyopita, the history of this country inaonyesha that whenever we have an incumbent ambaye anawania kiti chake tena, the election tends to be very violent. What we saw in the by-elections last week shows that 2027 itakuwa very violent. Jambo la pili, utumiaji wa pesa. The average amount of money that IEBC ilikuwa imesema itatumika for that by-election was 700 million. Nasemekana serikali ilitumia 700 million Mbeere North peke yake. So the entire budget ya election is what the government supposedly ilitumia ni serikali ama ni IEBC? Budget ya IEBC ilikuwa 700 million for all of the by-elections. Lakini nasemekana serikali ilitumia 700 million kwa Mbeere North campaigns peke yake. Hiyo ni kusema kuwa tukienda 2027 tuta expect pia a lot of money itatumika kwenye chaguzi, because that is just one constituency. We have 290 constituencies. So if that much money is being used in one area, how much can we expect as we go into 2027? Kwa hiyo I think we need to be worried about the level of violence and the level of state resources. Is there willingness to investigate the use of violence? No, because both sides are using violence. Nani ata investigate? Ewa. Kwa haraka upesi kabla kwenda Ikulu, nirudi kwako ndugu yangu Mule Musau kutoka ELOG. Je, unahisi kwamba hizi chaguzi ndogo ambazo tulizifanya juzi zinaonyesha ukomavu wa kisiasa ama bado changamoto zetu ziko pale pale?
bado kuna changamoto nyingi sana kisiasa kwa sababu mwenzangu amezungumzia juu kuwa na udhabiti wa taasisi. Vyama vya kisiasa ni kati ya zile organizations na institutions ambazo nataka zikuwe strong, zionekane kama zinawajibika, zinachagua watu ambao wanaweza kuwa viongozi. Mashirika ambayo tuko nayo, idara ya polisi, wala wanafaa kuwajibika kwenye uchaguzi. Uyaoni wakifanya kama mwenzangu Luciana amesema, tuliwaona kwamba wanaangalia wahuni wakipita mbele yao, lakini hakuna kitu jambo linafanyika. Na siasa za ubabe, siasa za kupimana nguvu, hizo sio siasa ambazo zinaonyesha watu wamekomaa. Chaguzi ndogo zote nchini, na tumeangazia chaguzi ndogo kabla mwaka 22, tulikuwa na chaguzi ndogo maeneo ya Matungu, kulikuwa na Hell's Gate, na tuliona vurugu kama hizi. So ni kama wanasiasa wanatumia chaguzi ndogo kuweza kushindana nguvu na kuvunja sheria kiholela. So sioni kama tumekomaa, kwa sababu mahali tumefika sasa zaidi ya miaka 50 baada ya kupata uhuru. Tunafaa kuwa tushapona siasa ambazo zina ustaarabu fulani. Hizo hatuzioni. Watu wanatoka Nairobi wanataka kwenda kupigana kule Malava. Watu wa kule Malava kama mwenzangu Luciana amesema hawajui hawa kina nani. Unajua, ukiona watu ambao wametoka Kariobangi ama wametoka Mathare Nairobi, wako Malava ama kwa Kasipul Kabondo ama kwa Magarini, wale wenyeji wa kule wanashangaa kina nani hawa wamekuja huku maeneo ya kwetu. Hao ni wahuni ama ni kina nani? Sasa hizo sio siasa mzuri. Siasa zinafaa kuwa, siasa zote wanasemaga zinafaa kuwa zile local. Elections ni local. Remember kwamba tunafanya chaguzi ndogo kwa eneo fulani, wakazi wa kule wanafaa kuwa wanafanya uamuzi. Lakini kama kutakuwa na wengine ambao wanakuja kutoka nje, basi hiyo ni kuharibu zile siasa za ama yale maashirio ya wale ambao ni wakazi wa eneo fulani. Nirudi kwako Bwana Nyaga, kuna wasiwasi kwamba chaguzi ndogo mara nyingi huwa zinazidisha mitafaruku ya kisiasa kuliko kuimarisha umoja. Labda kwa utaalamu wako, tutawezaje kubadili hali ya uchaguzi iwe chombo cha kudumisha amani baada ya mgawanyiko kama alivyosema ndugu Mula? Shukran. Kwanza kwa kuliangazia swala hilo, ningependa pia kuleta dhana ambayo msomi Johan Gulhan anasema kuna negative peace na kuna ile positive peace. Katika dhana hii anasema wakati tunazungumzia positive peace ni wakati jamii unakuta kuna maelewano, kuna haki, kuna usawa, na mambo yote ambayo yanaleta changamoto yanazungumziwa kwa meza na kila mtu anasikia pia mambo yameshughulikiwa inavyostahili. Kwa negative peace anasema kuwa ni wakati hakuna vurugu na vile vile hakuna vita, lakini kuna masuala bado yamebaki kule, na mara kwa mara huenda yanakuwa naibua zile hisia za kuleta pia changamoto watu ambapo wanaona pia kuna mambo hayajangaziwa. Kutoa mfano kwa vile ulivyo kuhusu swala hili, mataifa barani Afrika, hususan nchi zilizoko kusini mwa jangwa la Sahara, limekuwa likipitia changamoto kubwa kifika ni masuala ya uongozi. Unaona pia uongozi wa kiimla umeendelea kuongezeka, na swala hili la demokrasia pia linapata changamoto kubwa. Kwa hivyo demokrasia yetu hapa kama Kenya inafaa pia tuhakikishe katiba inazingatiwa na washirika wote, kama ni tume ya uchaguzi, kama vile ni vyama vya wanasiasa, watu wote wamekubaliana kufuata sheria. Mfano ninaweza kutoa kuhusu hilo swali ni nchi ya Afrika Kusini ilivyotumia demokrasia kuleta mahasimu wa kisiasa mwaka 1994, ambapo mahasimu wa kisiasa ambapo Nelson Mandela na mshindani mwenzake ambaye ni wa chama cha Nkatha Freedom Party walikuwa Buthelezi, Mangosuthu Buthelezi, shukran, walipokosa kuwa wameelewana, ilichukua pia wapatanishi kutoka nchi mbalimbali. Pia Kenya ilitumwa na diplomasia, wakakaa chini, wakazungumza, na kukawa na maridhiano, kukawa na haki, na nchi imekuwa imepiga hatua mbele. Kwa hivyo lazima tukue waangalifu sana, tusikuje tukajikuta katika pia tumeingia katika janga la ukosefu wa usalama, kwa sababu wanasiasa wanajitakia makuu
na kama alivyosema mwenzangu, nchi ya Kenya imekuwa ikiandaa chaguzi ambazo zinagharimu pesa nyingi sana duniani. Kwa mfano, uchaguzi wa mwaka 2022 bajeti yetu ilikuwa bilioni 44.6 billion. Ilikuwa ni mojawapo ya chaguzi ambazo ulimwenguni zinakalimu bajeti kubwa. Kwa hivyo nafikiria itabidi tujaribu kuhakikisha pia tunafanya uchaguzi ambao unasaidia wananchi na unasaidia nchi kupiga hatua mbele. Bila shaka mtazamaji, ni saa 2:29 saa za Afrika Mashariki, mahali popote ulipo. Endapo labda kwa sasa ndo umeamka kitandani kwako, maana kuna wengine wanalala, ni kwamba unasikiliza KBC Radio Taifa, sauti ya Mkenya, na wakati huo unakodoa macho yako kodo kwenye runinga ya KBC Channel 1. Kipindi ni Zinga na GMK, na studioni niko nao wageni kama nilivyokuambia. Niko naye ndugu Steven Nyaga, mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi, masuala ya kidiplomasia na uhusiano wa kimataifa. Vile vile pia niko naye ndugu Mule Musau ambaye ni afisa mkuu kutoka ELOG, na vile vile pia niko na Bi Luciano Wambui Thuo ambaye anashughulikia masuala ya sheria na utawala, uchaguzi wa utawala. Labda nikirudi kwako Bi Luciano, mara nyingi chaguzi ndogo huwa zinatoa udhaifu wa mfumo wa kisheria ambao hauonekani katika uchaguzi mkuu. Labda ni gaps gani za kisheria ambazo zimeonekana katika the just concluded by elections? Asante Rashid. Wiki iliyopita tulizungumzia hili swala tena, na nikasema kwa maoni yangu, shida ya Kenya sio shida ya ukosefu wa sheria. Shida ya Kenya ni ukosefu wa maadili na kuzingatiwa kwa sheria. Kwa mara nyingi kama alivyosema Bwana Mule Musau, tunajua sheria lakini tunaikiuka sababu tuna uwezo wa kukiuka hizo sheria. So for example, tuna sheria ambazo zinasema ni kina nani wanakubaliwa kuwa kwenye polling station. Zimeandikwa kwenye Elections General Regulations. Tuliwaona watu ambao walikuwa wanajiita super agents. Hakuna jambo kama hilo kwenye sheria. Hakuna ambaye aliwazuia kuingia kwenye hizo polling stations. Hao watu ambao walikuwa wanapiga wengine, tulimuona former AG akimpiga mtu, tuliona watu wengine wakimsaidia. Peter Kaluma bunge wewe akipigwa pia. Hakuna ambaye aliwadhibiti wale ambao walikuwa wanampiga, na kulikuwa na askari kwenye hilo eneo. Kwa hivyo shida ya Kenya sio sheria. Sheria zinasema kunafaa kuwa na security kwenye polling station, na security ilikuwepo. Lakini pia tuliona watu ambao walikuwa plain clothes police officers kwenye hizo polling stations. Walikuwa huko wakifanya nini? Sheria inasema security officers kwenye police stations wanafaa kuwa in uniform, wawe na visible badge number. Hao walikuwa kina nani? Kwa hivyo shida ya Kenya sio sheria, na nilisema pia wiki iliyopita, kwa sababu nimeangalia sheria za nchi zingine nyingi sana. Hakuna nchi Afrika iliyo na sheria nyingi za uchaguzi kama Kenya, lakini hatuzifuati, na maadili ya Kenya pia hayakubali tuzifuate hizo sheria, because this is what happens in an election ni contest. Kama yule ambaye tunapigana naye hatafuata sheria, mimi sina incentive ya kuifuata hiyo sheria, right? Kwa hiyo kama tutakubaliana kuwa sheria ni muhimu, lazima kila mtu afuate hiyo sheria. Kama tunakubaliana kuwa uhuni haukubaliki kwenye siasa, pande zote zisitumie uhuni. Hatuwezi sema serikali itatumia wahuni na upande wa upinzani usitumie wahuni. Lazima pande zote zikubaliane, tutatumia sheria. Another simple example, kulikuwa na watu ambao walisema walikuwa na their security withdrawn during the elections. What the government is doing ni kutumia their power to weaken or to unlevel the playing field. Election is required to a level playing field. Kwa hivyo when the government, lakini kama afisa wa polisi amekuwa attached to a certain mheshimiwa na anavunja kiapo kila alichokula kiganjo, serikali haina budi kuweza kumchukulia hatua. Ni sawa, serikali inafaa kuchukulia hatua kila mtu ambaye anavunja sheria. Lakini haifai kuwa serikali inaona kuwa kuna mtu ambaye amechukua msimamo ambao unapingana na msimamo wetu, na kwa hiyo tutatumia uwezo wetu kama serikali kumwadhibu. Labda useme iliingiana wakati ambao sio mzuri, lakini sheria ni sheria. Sheria ni sheria, tutakubaliana na wewe. Lakini haiwezi kuwa wewe Rashid, wewe ni governor, umechukua msimamo ambao serikali hautaki. Niseme sababu umechukua msimamo huo, mimi nitakuondolea maafisa ambao unafaa kuwa nao kama afisa wa serikali. Kwa hivyo lazima tu separate what the government is doing as the government and what the government is doing as an actor in an election. In Kenya hakuna tofauti. And so what we end up with, kuna sheria
hakuna ambaye anafuata hizo sheria. So what that does is create this high stakes game where everyone is trying to do what they can to up the other, and so it becomes zero sum. Hakuna ambaye atashinda hapo. That is the problem ambayo tunayo Kenya. Asante, nirudi kwako Bwana Mule kutoka ELOG. Umekuwa mstari wa mbele katika mchakato wa uchaguzi. Kwa mujibu wa ripoti yenu ya awali, ni mambo gani muhimu yaliyojitokeza hasa katika usimamizi na mwenendo wa wapiga kura katika uchaguzi wa juzi ambao tumeona wadi karibu 10 na chaguzi za maeneo bunge 5 na 1 ya Senate? Mwanzo wacha nizungumzie kuongezea tu kwa dadangu hapa amezungumzia mambo ya security na ulikuwa umeulizia kuhusu withdrawal. Ile withdraw zile bastola za wale ambao walikuwa wanalinda wakubwa. Kuna jambo fulani lazima tuzungumzie kwamba mchakato mzima wa uchaguzi tunafaa kukubaliana kwamba uko na utaratibu wake, na katika utaratibu tunafaa tunahakikisha kwamba kuna usalama, tunahakikisha kwamba kuna vurugu. Sasa hao wanasiasa wengine wako na bodyguards, wengine wako na guns wenyewe. Mna create vurugu, wapo watu wanatupa mawe. Kumbuka hiyo umesema, umepatia hiyo example ya Kaluma alipigwa mawe kwa kichwa. Sasa huyu ni mtu mwenye bunduki, akona bodyguard mwenye bunduki. Sasa mkicreate ama wakicreate an environment ambayo ni ya violence, basi itafikia wakati ungani ndio mmoja atoe bunduki na aanze kuitumia. Kwa hivyo tuna create an environment ambayo italeta shida zaidi kuliko zile ambazo tuko nazo, kwa sababu watu wengi wako na bunduki hapa nje. Wengi wanapatiwa, wengi wako na licenses za bunduki, bodyguards wako na bunduki. Sasa ukicreate environment ambayo iko kwa village kule, uko Malabo, uko ndani, uko Unguja kule ndani mashinani, na watu wameanza kutoa, kila mmoja ametoa bastola, basi kutakuaje? So hata kama ni serikali inafaa kudhibiti usalama mwanzo. Hiyo ndio jukumu kubwa ya idara ya polisi. Lakini pia tukubaliana na kitu kimoja Bwana Mule, kumradhi kukatiza, kwamba kuna taratibu. Endapo unataka kufanya mkutano wowote wa kisiasa, lazima kwanza ujulishe idara husika ya usalama katika eneo hilo. Lakini utakuta kwamba wanasiasa wanafanya mikutano yao ya kisiasa bila kujulisha idara za usalama, kisha wao wenyewe wanafanya kitu kama stage manager, alafu kidole wanakuja wanaelekeza kwa serikali. Kwa mfano, mkutano wanatembea, ulikuwa ni wake ule, vurugu likatokea pale, ni nani aliharibu? Si ni wao wenyewe? Na hiyo nasema tuzungumzia masuala ya uchaguzi, lazima tuangazie zote pamoja. Na tuseme kumekuwa na ukiukaji wa taratibu, kumekuwa na ukiukaji wa kanuni ambazo tumeweka za uchaguzi, na kama kuna ukiukaji, nani basi anafaa kulaumiwa? Ndio sababu tumezungumzia kusema, rais amesema ni jana kwamba kutakuwa na uchunguzi. Lakini tunafaa kuona, wananchi wanafaa kuona kwamba wale ambao wako na wale wanahusika, wale wana majukumu ya kuhakikisha kwamba kuna usalama. Kama kuna mwanasiasa ambaye vile umesema ameharibu taratibu fulani, basi mbona hatua zichukuliwi mwanzo mahali ambapo hizo sheria zimevunjwa? Kwa sababu hatufai kungojea, kwa sababu unataka mwanangu alizungumzia juu ya effect ya violence kwa voters. Tunataka watu wajitokeze siku ya kupiga kura, waende wakapiga kura kwa usalama, in a free and a fair process. Lakini sasa tunangoja vurugu zinaanza kule, tutaanza kuzungumza baada ya uchaguzi kwamba tutachukua hatua, lakini watu wangapi tulizuia kwa sababu huyo mtu wa upinzani alivunja sheria, ama mtu wa serikali alivunja sheria? Si tuchukue hatua when it happens, when the issue happens. Huyo mvunja sheria ana kibali ya kuwa na mkutano, take action that time. Kama ni disqualification, hapo ndio tulikuwa tunazungumzia pia mambo ya IBC, kwa sababu baada ya IBC ina majukumu ya kuweza kusema hawa ambao wamekiuka kanuni na taratibu za uchaguzi wanaweza kuwa disqualified. Candidate anafaa kuwa disqualified, chama inaweza kuwa disqualified, na pia IBC inaweza kusimamisha uchaguzi mzima. Wako na uwezo wa kusema hatuoni kama huu uchaguzi ukifanyika kutakuwa na amani ya kutosha, ama kutakuwa na usawa kwenye uchaguzi wenyewe kwa sababu ya hii na hii na hii. Nakumbuka mwaka wa 2017 baada ya uchaguzi wa pili ambao ulifanywa wa urais,
kuna maeneo ambayo kufanya kupiga kura. Maeneo ya Homa Bay nafikiri walikuwa kupiga kura. Na kupiga kura kwa sababu IBC walisema tumethibitisha kwamba kule hakuna usalama wa kutosha. Kwa hivyo tukasema tumedefer zile elections. Kwa hivyo kuna zile actions ambazo tunafaa kuona zikichukuliwa. Na kwa hivyo nikirudia kwa swali lako ni kuna bado mimi naona bado zile changamoto tulikuwa nazo, japo kuwa ile commission ilikuwa ni commission ambayo bado ni changa. Imekuja kwa ofisi baina miezi kama mitatu hivi sasa, lakini unajua IBC sio commission peke yake. IBC kuna secretariat, kuna wale returning officer ambao wanajua majukumu yao. Tunafaa kuwa tukiona kwamba kumeanza kuwa na ile kukaza kuhakikisha kwamba sheria zinafuatwa, utaratibu unafuatwa na hatua zinachukuliwa kwa wale ambao wanavunja sheria. Bado tujaona hizo hatua sisi kama waangalizi. Okay. Na nirudi kwako daktari kidogo. Mara nyingi katika uchaguzi tumeona utulivu unaathirika wa kijamii. Tuzungumzie kuhusiana na swala zima hili la kidiplomasia. Utakuta kwamba makabila, unajua Kenya tuko katika mfumo wa kimakabila, na utakuta kwamba hawa wamempigia huyu hawakumpigia. Labda kwa mtazamo wa kidiplomasia wa ndani, uchaguzi huu mdogo umeathiri vipi masuala ya cohesion? Shukran sana Rashid kwa nafasi hii. Mambo ya uwiano na utangamano katika taifa kwa kila chaguzi ambazo zimepita, ukiangalia utaona kuna migawanyiko mikubwa ambayo imekuwa ikifanyika katika nchi ya Kenya. Na Wakenya kabla ya uchaguzi utakuta wanafanya kazi pamoja, wanashirikiana. Huenda ikawa pia migawanyiko hii inachochewa na wanasiasa, na swali ambalo tunajiuliza ni kwa nini pia kunakuwa na mitafaruku, migawanyiko na changamoto hizi kila wakati tunapokuwa na uchaguzi. Ni kwa sababu watu ambao wanachaguliwa ama viongozi ambao wanachaguliwa wanataka kwenda katika bunge, sana sana utakuta wanajali maslahi yao wao wenyewe. Wanaona pia watapata mishahara mikubwa pia kwa sababu viongozi wengi wa Kenya utakuta ni baadhi ya wale viongozi wachache ulimwenguni ambao wanalipa mishahara mikubwa sana. Kwa hivyo mashindano katika uchaguzi wetu yanakuwa ni mashindano makali sana ambayo yanafanya pia sasa lazima ugawanye watu kwa kikabila ili pia uweze kupata hiyo support kutoka kwa kabila lako, ama pengine ukiwagawanya hivi ufanye coalition na wale wengine. Inakuwa ni siasa ambazo hazizingatii ideolojia ama sera, but inakuwa ni siasa zile tu. Inakuwa ideolojia yetu ni pesa na mamlaka na political power. Kwa hivyo hili limekuwa jambo kubwa, changamoto kubwa, kwa sababu watu wanaangalia ile incentive unapata ukienda bunge. Viongozi wetu tunaweza sema kuwa ni baadhi ya wale wachache kama nilivyosema wanalipa mishahara mikubwa wanapata kuchaguliwa na ishi katika, unakuwa na maofisi ya kifahari, wanaendesha magari makubwa, wanaishi kwa majumba marefu, wana kila kitu ambacho wanahitaji, lakini unakuta wale wananchi ambao wanafanya kuwafanyia kazi wametelekezwa. Unakuta kama ukiangalia sehemu nyingi hizi ambazo chaguzi ndogo zilifanyika, utakuta pia wananchi wengi wanaishi katika ufukara, hawana haki za kimsingi. Ikifika ni mambo ya shule unakuta shule hazipo katika sehemu zingine nyingi, barabara duni zimekuwa pia hazijatengenezwa zinavyofaa. Mahospitali vile unakuta ni mahospitali chache ambayo yako. Kwa hivyo tunafaa pia kuangazia swala la elimu ya wapigaji kura ambao tume huru uchaguzi na mipaka na hilo jukumu, lakini mara kwa mara utasikia wanasema hawana bajeti, na hiyo pia inachangia katika changamoto za uchaguzi. Nikirudi kwako Luciano, umekuwa ukifuatilia masuala haya kwa muda mrefu. Kenya kwa sasa ina zaidi ya miaka 60 tangu tuweze kujipatia uhuru, na tunafaa kuwa na kitu kimoja, tunafaa kuwa na umoja kama wa Kenya. Kwa nini kila chaguzi katika Kenya lazima sisi tutagawanyika? Na uchaguzi ni uchaguzi, ni siasa tu, zikiisha sisi tunafaa tuje pamoja tuende mbele, lakini mbona hilo linakosekana Bi Luciano? Shida ya Kenya kama nchi zingine ambazo zilitoka kwenye ukoloni ni kuwa baada ya ukoloni tuliwachwa kama tumegawanyika. Siasa za ukoloni zilikuwa za kugawanya, na wale ambao walichukua usukani waliendelea na hizo siasa za kuwagawanya watu. Na ukiangalia siasa za Kenya kama nchi zingine za Afrika, tunafanya siasa kulingana na makabila yetu. Kwa hiyo ukiangalia hata
hizi by elections za zilizopita tulisema kuwa DCP is a rural party, ni party ya mlima. Kwa hiyo haiwezi kunawiri Nairobi, haiwezi kunawiri mjini sababu ni party ya mlima. Kwa hiyo siasa zetu ni siasa za kikabila na siasa pia za ubinafsi. Ni siasa ambazo zinanawiri wakati tunamfuata mtu, sio sera. Na ukiangalia hizi chaguzi, hizi by elections za Alhamisi, unaona kuwa ukiuliza mtu yoyote Malava ama Kariobangi North ama Magarini, hakuna sera ya mtu ambaye alichaguliwa anaweza kukuambia sera zake ni hizi. Kwa hiyo kwa sababu tunawafuata wanasiasa, hatufuati sera. Hakuna kitu cha kutuunganisha. Na kwa hiyo tukiendelea hivyo, kama ukiangalia article 91 ya constitution ilikuwa ina imagine kuwa kuna siku moja tutafika ambapo tutakuwa na vyama ambavyo vimekoma, vyama ambavyo vina demokrasia ndani ya chama, ndani ya vyama, lakini hatujasonga mbele because siasa zetu bado ni za ubinafsi, ni siasa ambazo zinafuata makabila, na kwa hiyo ni rahisi sana kugawanywa kwa makabila. Lakini pia vile mwenzangu amesema, watu wengi wanaishi maisha ya ufukara, kwa hiyo ni rahisi sana kuwagawanya ukiwapatia tu pesa. Unaona watu wakipatiwa soda na mkate, mattress. Mimi kama nimelala kwenye sakafu alafu unipe mattress, nitakupatia kura yangu. Kwa hiyo tukiendelea na serikali ambazo zinaendelea kupitisha sheria ambazo zinazidisha ufukara wa wenyeji wa hiyo nchi, hatuwezi songa mbele. Lazima tutagawanywa kikabila na pia kutumia pesa. Kuna swala moja Bwana Mule pia linajitokeza. Ripoti nyingi zimeashiria ukosefu wa elimu ya wapiga kura na ushawishi mkubwa wa vyama vya kisiasa ikilinganishwa na sera kama alivyosema Bilusiana. Je, hili litaathiri kwa kiasi gani chaguzi zinazokuja? Kwa sababu wengi wanasema kwamba huwa hakuna elimu na saa inapatiwa kwa umma. Watu wanashtukizia tu bado mwezi mmoja uchaguzi, watu wanaenda kupanga foleni, lakini anaenda kupiga kura hana elimu yoyote ya kura. Takwimu zetu za kuangaliza uchaguzi kutokea mwaka wa 2013, 2017, 2022 zote zinaonyesha kwamba ile coverage ya IBC na wale washikadau wengine ambao wanashughulikia mambo ya civic education inafikaga ile imefika mwisho kabisa, ilikuwa ni 60% of the country. Yaani kuambia kwamba kuna 40% ya nchi ambayo ifikiwi kabisa na mambo na education ambayo inahusisha mambo ya uchaguzi, mambo ya siasa. Hawapati habari zozote na hawapati information yote. Hiyo ni kutenga nchi. Hiyo ni ile kusema kuna one side of the country ambayo iko black spot kwa mambo ya education, voter education. Kwa hivyo hiyo already inachangia kwamba sio wengi ambao watakuwa najua nini inaendelea ama nini kinaendelea ama nini nafaa kufanya. Ukiangalia zile namba za wale ambao walikuwa turned away, tulienda kwenye vituo zaidi ya 50% ya vituo, kuna watu walikuwa ambao wanaambiwa haufai kupiga kura hapa kwa sababu ana habari yoyote. Last time alitoka kupiga kura alienda kwenye polling station fulani, kituo, kila mtu anajua kituo chake na kituo kura. Lakini mambo yalibadilika hapa katikati, watu walihamishwa vituo au hajapatiwa taarifa kuhusu vituo. Kumbuka ile janga ambalo lilikuwa pale Baringo North ambapo kulikuwa na mafuriko. IBC walifanya changes kama siku mbili kabla ya uchaguzi. Na imagine hiyo ni sehemu kubwa, ni polling stations 8, mbadilisha mkazihamisha mahali pengine. Hakuna wakati hapa katikati. Mikakati gani ya IBC itatumia hapo katikati kwa taarifu wale ambao wanafaa kupiga kura pale wapate habari kwamba wanapaswa kwenda kupiga kura mahali fulani. Kwa hivyo kwangu hili jambo ambalo linahusisha voter education, nimesema kwa in quite a number of platforms kwamba the biggest problem ambayo tuko nayo hapa Kenya ni education. Lazima mpiga kura aelewe. Unaona kama hata hii jambo tunazungumzia ya kupewa pesa. Ndio.
voter bribery mara mingi na hata kwa kwenye kijiji ambao kunatokea Machakos wanafunga duka siku za kura, watu waendi shambani kwa sababu shamba iko pale kwenye vituo vya hizo maduka kule, wanasiasa ambao kwenye majukwaa ya wanasiasa, hapo ndio shamba iko, kila mtu akimbilia ile 50, kila mtu akimbilia ile 200, bado hajapatiwa ile hajaanza kuelezwa kwa undani effect ya hiyo bribery, effect ya hizo pesa ambazo wanapatiwa. Na ndio wenzangu ambao wamezungumzia wakasema wale kwa sababu ya ule binafsi wako nayo watawapatia hizi shilingi 100, shilingi 200, lakini kutoka hapo wamefunga jamvi. Wakienda bunge wanayashughulikia masuala yao peke yao. Tunasema sasa ngoja tunaregesha zile pesa ambazo tuligawia wananchi au walipata maendeleo yao, sasa sisi maendeleo yetu. Sasa lazima tuwataarifu wananchi waweze kujua kwamba they are basically working against themselves. They should not pick any money. Wapatie wao viongozi majukumu, wachague viongozi wazuri, alafu waweze kupata maendeleo through that leadership, sio kugawiwa pesa ama magondoro ama vitu tofauti ambazo ndio kuna ufukara, lakini we must also have some level of dignity. Kwa hivyo kuna ile education ambayo inafaa kuinua jamii na kuinua wananchi wakifiki wango ambao wanakuwa na hiyo dignity fulani ambayo inaweza isiwaruhusu waweze kumulika. Asante. Nije kwako Bilusiana kabla kuja kwa ndugu yangu Nyaga hapa. Tutazuia vipi kwenye chaguzi ndogo na hata kwenye uchaguzi sheria na muingilio wa kisiasa? Ni vigumu kutofautisha sheria na muingilio wa kisiasa kwa sababu mara nyingi hakuna uchaguzi bila siasa. Kwa hiyo kutofautisha siasa na sheria itakuwa vigumu, lakini lazima kama Wakenya tukifikiria mwelekeo wa 2027 lazima tukae chini tujiulize kama Wakenya tunataka nchi inakaaje. Kwa sababu vile tumeona kutokana na hizi chaguzi ndogo ni kuwa tumefika mahali ambapo politics imekuwa very high stakes. Number 2, kuna a lot of intolerance. Tuliona Jumapili watu ambao walipigwa tear gas Kariobangi North walikuwa na hudhuria misa. So even non-political environments have become politicized. And this no holds barred. No one is saying sasa hapo tumeenda sana. So I think the problem that we have is we're not having a national conversation as to where do we want this country to go. Tumekubali wanasiasa watupe mwelekeo, watuongoze. Sisi wenyewe ni kama but again wanasiasa bado ndio opinion leaders. They are opinion leaders because we are giving them attention. We have decided we don't know better, kwa hiyo watupe mwelekeo. Sisi tuliona it's very possible to change the narrative. Wakati wa Gen Z protests, we took back the narrative. So it is possible to take back the narrative. The problem is we have bought into the idea that kuna wale ambao wanatupa mwelekeo, sisi ni kuwafuata. So I think kama Wakenya, the most important thing is just to ask ourselves, tunataka nchi inakaaje? Sababu Tanzania, Uganda wanatuangalia kama Wakenya. We might think situation ya Kenya ni mbaya, lakini kuna nchi ambazo ni mbaya zaidi. Kwa hiyo lazima sisi kama Wakenya tukae chini tujiulize tunataka nini. Alafu tuseme kama watu hawa wanasiasa wanatuongoza vile ambavyo hatutaki kuenda, tutafanya nini kama Wakenya? Tumefika mahali ambapo lazima tujichukulie usukani sisi wenyewe. The direction of the country is worrisome. There's a lot of opinion polls that have said about 68% of Kenyans don't like the direction of the country. Okay, and then what? Tutafanya nini? Shikilia hapo, dakika zetu zinakwenda mbio. Nikirudi kwako ndugu yangu Steven Nyaga ambaye ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi, masuala ya kidiplomasia na mahusiano ya kimataifa. Amezungumzia hapa Bwana Mule kuhusiana na ukosefu wa elimu ya wapiga kura. Je, vitu gani vinafaa kupatiwa kipaumbele before and after election? Shukran Rashid. Kwanza kabisa wacha niseme kwa mtizamo wa kinadharia, wataalamu wengi wa masuala ya maendeleo ya kitaifa na vile vile uongozi bora wameliangazia swala hili, na ukosefu wa umoja
na uwiano katika mataifa mengi unachangiwa kwa sababu ya kukosa maendeleo. Utaona pia nchi nyingi ya barani Afrika zinapitia changamoto hii. Baada ya uchaguzi inakuwa ni rahisi pia kukuta watu pia wanapoteza matumaini, kwa sababu pia wale wanaochaguliwa katika hizo nafasi za uongozi hawawajibiki, hawafuatilii katiba na zile pia manifesto ambazo walizokuwa wakiuza. Vile ningesema ni kuwa kwa picha kubwa ukiangalia barani Afrika, hii ndio imekuwa changamoto kubwa, ukosefu wa maendeleo, ambapo viongozi wanaochaguliwa katika hizo nafasi inasemekana kwamba wengi ni kama vikaragosi vya mataifa ya kibepari. Wanaangazia tu masuala ambayo wanahusu. Sasa bara Afrika ambalo sasa inasemekana lina idadi kubwa ya vijana wengi na hawana kazi, hawana nafasi za kujikimu katika maisha, inachangia katika huo mgawanyiko. So wakati inafika katika uchaguzi, hili swala la mgawanyiko linakuja. Hiyo ni wanasiasa wanahakikisha mambo inaenda katika njia hiyo, kwa sababu wao wenyewe wanaona pia wananchi wakiungana, alafu wameelimika, wanaelewa zile changamoto zinawakumba, pengine zingine zinatokana na wao wanasiasa, huenda wakaamua kutowapigia kura. Baada ya uchaguzi pia swala la uwiano linaweza patikana kwa ikiwa tunaendelea pia na elimu ya wapigaji kura, wanaelimishwa kuwa pia hakuwezi kuwa na maendeleo kama hakuna umoja. Na I think hili swala limezungumziwa sana na limeangaziwa na vyombo vya habari, nyaraka za nchini na vile vile za ughaibuni. Kwa nini mataifa mengi barani Afrika yanapitia hizi changamoto? Kwa hivyo vijana pia ukosefu wa kazi, na wengine pia wameelimika, wamesoma, alafu baada ya masomo unakuta pia wako nje. Sasa wakati unapoambia watu mambo ya maendeleo, alafu wao wenyewe pia hawana hizo nafasi za kujikimu, inakuwa pia ni vigumu sana wao wenyewe kuwa wanaona washirikishi katika pengine mambo ya maendeleo katika taifa lao. Mtazamaji, muda si muda tutakuwa namaliza, tuelekee kule katika ikulu ya Nairobi, lakini amegusia swala zuri hapa la viongozi wa Afrika. Hata mimi nimekuwa nikijisumbua kichwa nikiona katika siku za hivi karibuni, hususan Afrika Magharibi, kwa nini kumekuwa na zile kuu nyingi tu sana, ambapo ya hivi karibuni ni ya kule Guinea Bissau. Kuna serikali nzuri, lakini jeshi nakuja inapendua. Tatizo nini? Tutakuja lizungumzia siku nyingine, lakini kwa dakika moja tu labda niwapatie fursa wageni wangu tuweze kumalizia mdahalo uweze kuisha sasa. Nikianza na ndugu yangu Mule Musau ambaye ni mkuu wa sekretariati ya ELOG, uangalizi au uchaguzi. Tukimalizia una lipi la kufunga? Yangu ya kufunga ni kusema kwamba lazima kwanza kama nchi tukubaliane, na nimefurahia sana dadangu amesema kwamba kama Wakenya tunafaa kujiuliza tunataka kwenda wapi. Kwa hivyo tunajua kwamba mambo ya uchaguzi yataleta mgawanyiko, inaweza kuleta vurugu, lakini ndio pia nafasi murwa ya Wakenya kuweza kuwabadilisha wale viongozi ambao hawataki. Ndio tuzungumzie mambo ya maendeleo ambao mwenzangu pia amezungumzia. Kwa hivyo yangu ni kuasihi Wakenya kwanza waweze kutathmini ni nini wanataka kwenye viongozi wao, na watafute viongozi wazuri. Ya pili ni kwamba taasisi ya IEBC inapaswa kutumia hizi chaguzi ndogo kujitayarisha kwa malumbano ambayo yatakuwa 2027. Wenzangu wamezungumzia kwamba wakati wowote tunakuwa tukibadilisha ama tukifanya ile transition na incumbent government ikipigania kiti, lazima mara mingi kunakuwa na vurugu ama hali ya violence ambayo inakuwa mingi. Kwa hivyo waanze kujitayarisha mapema, watumie zile lessons ambazo wamelearn kutoka kwa hii, na mwisho vyama vya kisiasa watu wawajibike. Tabia mbaya tuache kama wanasiasa. Asante. Tabia za Wakenya. Na Mbilusiana kwa sekunde 30 tufunge. Haya, tume ya uchaguzi ya IEBC nilisema pia wiki iliyopita ina kibarua kigumu ya kuhakikishia Wakenya kuwa inaweza kuaminika. Muda huu wote ambao tumeona vurugu, IEBC haijasema chochote, na inatupa wasiwasi msimamo wa IEBC kuhusu hizi vurugu ni nini. Jambo la pili, ni vizuri tuulizane kama Wakenya vile ambavyo tuliona pesa zikitumika kwenye huu uchaguzi, hizi chaguzi ndogo. Tukiendelea hivyo tutakuwa na uchaguzi huru 2026
Mimi kama sina pesa nyingi naweza kuwania kiti na nipatie wananchi sera zangu na wanichague. Hilo ni jambo ambalo lazima tujiulize. Jambo la mwisho, political intolerance. Tutakubaliana kuwa kila mtu ana haki ya kuambia nchi msimamo wake bila kupingwa, na aweze kupatiana sera zake kwa mtu yoyote popote nchini na aweze kusikika bila kuvurugwa. Ni muhimu sana that we promote a culture of tolerance. Bila shaka malizungumzia swala la IEBC. Je, mtazamaji, ipo haja kufanyike referendum IEBC pewe makucha kwa sababu ni kama ina meno lakini haiumi? Bwana Steven, ukimalizia kwa sekunde 30. Katiba itekelezwe kikamilifu na ifuatiliwe na wananchi wote, na swala la elimu ya umma na pia kuelimisha wapigaji kura ni muhimu. Lazima bajeti pia iwepo kuhakikisha pia Wakenya wanapata hiyo nafasi ya kuelimika, kwa sababu demokrasia haifanyi kazi wakati hakuna maendeleo. Inasemekana if you give people democracy without development, they will sell their democratic rights to first take care of the basic needs. Kwa hivyo katiba inafuatwa na kila kiongozi na Wakenya wote, inahakikisha nchi sasa inaendelea kwa njia inayofaa. Lakini tukitoka nje ya katiba tunajikuta pia katika njia panda, sasa nchi inayumba, na tunataka pia tuhakikishe hatuendi katika njia hiyo. Shukran. Asante mtazamaji, ni ruhusu nikome hapo. Shukran sana ndugu yangu Mule Musau kutoka ELOG. Asante Bilusiana, na asante sana vile vile mhadhiri kwa kuweza kuja hapa ndani ya studio asubuhi ya leo. Mtazamaji, kipindi hiki nisingeweza kufanya mimi peke yangu hapa ndani ya studio. Kuna kikundi kizima ambacho wewe huwaoni lakini wanafanya kazi kubwa sana. Mimi yangu ni ino sura tu na hii sauti, lakini kuna watu hapa wanafanya kazi kubwa sana. Asante Umido, pigia picha wangu hapa. Asante Elijah, mpiga picha wangu hapa, na asanteni sana waelekezi wa kipindi hiki, watayarishi Bi Wamoi Masila, asante Nancy Kemunto, asanteni sana vile vile pia Winlows. Kuna rafiki yangu anaitwa Windrose hapa, leo ndo amekuwa director na ni mrefu kama mimi. Asante Windrose, na asante Martin Jeru, Clesensia Ndilo na kikundi chako kizima upande wa redio, asante. Na vile vile pia shukran sana mwenzangu Cynthia Anyango upande wa pili wa studio. Mtazamaji, mimi natoka ndani ya studio lakini anakuacha na kitu kidogo tu. Nabii Yusuf ama mnamuita Joseph alikuwa na ndugu zake, lakini hawa ndugu zake hawakuwa wanampenda. Kuna kitu kimoja kilifanyika, walichukua kanzu wakaijaza damu wakampelekea mzee Yakobo, wakamwambia mtoto wako amefanya nini? Amefanya alichofanyika. Lakini angalia, Mungu ni mkubwa. Kumbe Yusuf yuko Misri, yendo ni mtawala, lakini Mwenyezi Mungu hawa watoto wa ndugu zake Yusufu aliowatumia ama waliomfanyia haya, aliwatumia kurudi kwa mzee Yakobo awamwambie Yusufu hajafariki, yuko kule Misri, ni mtawala na aliwasaidia. Je, umejifunza nini na hili? Mimi naitwa Rashid Momkondo, hadi Jumanne ijayo kipindi sawa na hiki, wageni tofauti. Kwaherini kwa sasa. Well, hello there.